Mimi unayeniona hapa, nimetoka kwa baba yangu anafanya kazi serikalini. Mama yangu alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Maisha ya nyumbani kwetu yalikuwa hamjambo. Kila mlo samaki, maharage ni mboga ya ziada. Baba yangu alikuwa hapendi sana maharage. Kwa hiyo ni samaki, nyama, mayai, maziwa. Maisha ya hivyo. Navaa viatu ninavyotaka, navaa nguo ninayotaka. Mtoto wa mzee ule wewe, acha kabisa. Maisha yako hivyo mpaka nimekuja kuolewa. Na habari mbaya kwenye tumbo letu, mimi tu sijasoma, mwenye elimu ya mwisho kwenye hiyo familia. Enzi zile tunasema hivi, shule zilikuwa chache, sio kwamba tulikuwa hatuna akili. Enzi hizo za mwalimu. Wenzangu wako huko wana PhD, wana masters zao, mwenye elimu ndogo wana degree. Na mimi ndo nataka nianze sasa ya theolojia mwakani kwa neema ya Bwana Yesu. Usinicheke. Bwana asifiwe. Kuna kitu nataka nikushuhudie, nisikilize vizuri. Nimekuja kuolewa na baba mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Na yeye huyo baba mchungaji alikuwa mfanyakazi da technical hapo Dar es Salaam. Na yeye aliacha kazi akaitika wito. Tukaanza kumtumikia Mungu tukiwa vijana wadogo. Mimi nimeolewa tayari na mchungaji. Tuko kwenye kanisa Kawe kama wachungaji wasaidizi na mchungaji wetu Lukindo, mtoto wa mama yule pale. Mchungaji kiongozi. Tumetumika hivyo mpaka tulipohamishiwa Kibaha. Nguo nilizokuwa na kazi niliacha ili nimsaidie baba mchungaji huduma. Nilikuwa napata mshahara wangu mkubwa kuliko posho ya baba mchungaji. Maisha yanaenda. Nimehamia Kibaha, mazingira ya Kibaha yakanizuia kuendelea na kazi. Nikaamua kuacha kazi, nimsaidie mume wangu kazi iende. Hali ilikuwa ngumu. Tumekuta washirika wazidi 10. Na hao 10 ni maskini. Kadiri siku zilikuwa zinaenda na zile nguo nilizokuwa nazo ziliisha zote. Nilikumbuka neno moja tu, Mungu, ndugu zangu wasije kwenye hii nyumba. Walishanicheka wakati naolewa na mchungaji, wasije hapa watamchukia huyu mtumishi wako. Bwana wazuie. Mungu ni mwaminifu, aliwazuia mpaka na mama yangu alizuiliwa. Mama yangu mimi alikuwa ameokoka amejaa roho, lakini naye alizuiliwa. Akija pale huenda angenionea huruma mwanae. Napikia kuni makumbi ya makumbi ya minazi mpaka macho yakaanza kuwa mekundu. Ashukuriwe Mungu. Namwambia Mungu yatakase ya macho kadiri ninavyozeeka yasiwe mekundu. Mungu nisaidie. Mungu amenitoa kwenye makumbi ya minazi. Leo napikia mkaa, napikia gesi, napikia umeme. Yule mama aliyekuwa amechoka, yule mama aliyekuwa amepigika, au ramani yako ina Jehova, ramani yako ina Mungu, hujamalizana naye. Sema amina. Sema amina. Tumekuwa tukitoa zaidi ya uwezo wetu tunatoa. Mtoto aliyefariki alikuwa anapenda kuwa missionary. Tukasema kumwenzi yule mtoto, tutaishi maisha ya kutoa. Na maisha ya kutoa, kumtolea Mungu yametutoa. Yametutoa. Nasema yametutoa. Bwana asifiwe. Kwa neema ya Mungu mimi na hosteli bwana Dodoma ina vyumba 10, vitanda na magodoro full. Kwa hiyo nikipita pale mnaambia wewe mtoto leta kodi, wewe leta kodi, wewe leta kodi, wewe leta kodi, wewe leta kodi. Ni Mungu tu. Wanadamu ili wafanikiwe lazima watoke kwenye mpangilio wa familia zenye uwezo. Lakini kanuni ya Mungu wewe ni kumtumikia, kumtolea, kumtumikia, kumtolea. Bwana anabadilisha historia yako. Sema amina. Juzi nimechukua pasipoti yangu, bado kidogo ndakanyaga na mimi jiji la Washington DC. Hallelujah. Usiniambie English hiyo tunabanana umo. English sio hoja. Hoja nimefika au sijafika. Na kuita mwanamke wenzangu. Hallelujah. Wewe mtumikie Bwana, wewe mtolee Bwana. Bwana atakuheshimu, Bwana atakuinua, Bwana atakukumbuka, Bwana atakufurahisha, Bwana atakutendea. Ramani yako ipo kwa Jehova Mungu wa milele. Sema amen. Usiruhusu mtu akuweke chini ya viwango. Wewe ni mtu uliochorwa katika vitanga vya mikono ya Mungu. Nakwambia hivi, Mungu ndiye anayetutoa. Mimi nyumbani kwetu, mimi tu nilikuwa napikaga chai.
Wenzangu wote yes of course, yes of course. Wewe na madaktari utaongea nini huko na ndugu zako madaktari hapo? Wenzako wanaongea mambo ya research, sio nini. Wewe peke yako tu ndio kuleta habari. Kwa hiyo kazi yangu ni kupika chai na kuwaletea. Nikiona yesi zimezidi nakimbia, naenda jikoni, najiona niko tofauti na wao, najinyanyapaa mwenyewe. Halafu nikaanza kujaribiwa kumchukia baba. Nasema mimi baba hakunipeleka, mbona wenzangu wote kasoro mimi? Wajuu wameenda, wa chini wameenda, wanapiga yes zao. Mama akasema mkiwa hapa nyumbani kwangu ongeeni Kiswahili, lakini wapi wanaongea. Nikaanza kujinyanyapaa. Lakini leo yule Agnes darasa la 7 ni mbarikiwa. Nasema ramani yako ina Yehova, ramani yako ina Mungu. Sema amina. Mwaka jana baba yangu mzazi amefariki. Alikuwa anaishi na kakaangu dokta, ni lecture yuko pale SUA. Akasema tunamtaka Agnes ndio aje atuambie baba yetu azikwe wapi. Babangu anamji Songea, anamji Njombe, anamji Dodoma. Tunamtaka Agnes. Haleluya, haleluya. Aje aseme baba anazikwa wapi. Agnes huyo natoka na mume wangu. Haya tunaenda Morogoro. Naambiwa haya dogo, sema unataka baba azikwe wapi? Nasema kaka, heshima yako, babangu azikwe hapa alipofia. Jamani amina. Ananiambia Agnes, sema unataka baba avae nguo gani anapokwenda kulala? Nawaambia haya, nipelekeni dukani, nachagua hii suti ya kuvaa baba yangu. Wanasema sawa. Agnes, tuende chagua jeneza la kumlazia baba. Yule darasa la 7 yule, nimepewa heshima. Nasema Mungu atakupa heshima. Wewe mtumikie Mungu. Sema amina. Tuna Mungu mzuri eti. Tuna Mungu mzuri na kutia moyo. Inuka, mtumikie Mungu. Mashamba yameiva, mashamba yako tayari. Nani atakwenda? Ni mimi na wewe mwanamke mwenzangu. Tutakwenda kama nzige. Tutakwenda kuyashambulia yale mashamba, kuzivuna zile roho na kuzirudisha garani na kuziweka nyumbani mwa baba yetu, na wao pia wamtumikie Mungu tunayemtumikia. Ninapokwenda kumalizia, naomba niseme changamoto zinazozuia watu kuishi moyo wa Mungu. Changamoto zinazozuia watu kuishi ule moyo wa Mungu. Ziko changamoto nyingi, lakini hapa nitazisema changamoto chache. Sema amen. Hapa nitasema changamoto chache rafiki yangu, tunapokwenda kumalizia. Na namuomba Mungu, na ni shauku ya moyo wangu, na ni shauku pia ya moyo wa Mungu, mwanamke ufunguliwe ili uweze kuona kama Mungu anavyoona. Ziko changamoto nyingi, lakini mimi nitasema changamoto 3. Changamoto ya kwanza inayozuia watu kufikia moyo wa Mungu na kutoa kwa habari ya umisheni ni hii: watu wengi wapo kanisani lakini hawapo ndani ya Kristo. Watu wengi wapo kanisani lakini hawapo ndani ya Yesu. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Biblia haijasema mtu akiwa ndani ya kanisa. Walioko ndani ya kanisa ni wengi. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hapa nazungumza kuwa ndani ya Kristo. Lakini kanisani wako watu wa kila aina. Umefanya vema kuja kanisani, lakini chukua hatua ya pili, ingia ndani ya Kristo. Sema amina. Sema amina. Na kuita mwanamke mwenzangu, hama kanisani, hamia ndani ya Kristo. Wanawake wengi wanashindwa kumtolea Mungu sadaka ya umisheni kwa sababu wapo kanisani. Wanashindana magauni kanisani, wanashindana misuko kanisani, wanashindana mikoba kanisani, wanashindana majumba na magari kanisani. Lakini ukiwa ndani ya Kristo unatanguliza kwanza ufalme wake, na ndani kuambie Mungu atashuka kwenye maisha yako. Walio ndani ya Kristo wanajua umuhimu wa kumtolea Mungu.
walio ndani ya Kristo wanajua thamani ya kumtumikia Mungu na mali zao. Walio ndani ya Kristo wanajua vyote nilivyo navyo sio mali yangu, ni mali ya Bwana. Zamani kuna wimbo tulikuwa tunaimba, vyote nilivyo navyo ni mali ya Bwana. Mume wangu ni mali ya Bwana, watoto wangu ni mali ya Bwana, majumba ni mali ya Bwana, mashamba ni mali ya Bwana. Siku za leo tumeacha kuimba ule wimbo, maana yake vyote ni mali yangu mimi, sio mali ya Bwana. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Tukikaa ndani ya Kristo tutakuwa na tafsiri sahihi ya mali tulizo nazo. Tutakuwa na tafsiri sahihi ya vitu tulivyo navyo, na kutia moyo, chukua hatua, ingia ndani ya Kristo. Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Wema kwaruzo kila dakika yanatoka wapi? Ni kwa sababu upo kanisani. Lakini ukihamia kwa Yesu, yani unakuwa kama mwamba Bwana. Yani uko pale, hamna kinakutoa pale. Hamia kwa Yesu. Wanaomtumikia Mungu kwa kumtolea Mungu vizuri bila manunguniko ni wale walio ndani ya Yesu. Hamia kwa Yesu. Sema amen. Jambo la pili au changamoto ya pili ni hii: wanawake wengi hawana kina katika Mungu. Kwa sababu wamekosa kina katika Mungu, wanaochukuliwa na upepo, wanaondolewa na upepo, hawana kina. Lakini mwanamke mwenzangu, ukiwa na kina katika Mungu, nasema miujiza ipo. Sema amen. Sema tena amina. TAG tuna Mungu. TAG tuna Mungu mkubwa. Nimekuja TAG nikiwa binti mdogo, leo ni mama mtu mzima. Nimemuona Mungu kwenye kanisa la Tanzania Assemblies of God. Hata watu wakisema mimi sijapata miujiza, mimi Agnes nitasema nimepata mtoto TAG. Watu wakisema hamna miujiza, mimi nitasema uvimbe umeondoka TAG. Haleluya, haleluya. Watu wakisema TAG hakuna Mungu, mimi nitasema ilitakiwa niende India kufanyia operation kwa ajili ya shingo. Shingo yangu ilikuwa haiwezi kwenda huku, haiwezi kwenda huku, siwezi kuinama, siwezi kuinuka, nimevaa kola, natembea mzima namna hii, naogopa kukanyaga ardhi, maumivu ni makali, nikigeuka nageuka mzima namna hii, lakini Bwana ameniponya TAG. TAG tuna Mungu. Nasema TAG tuna Mungu. Mimi Agnes nimemuona Mungu TAG. Ni wewe tu haujaamua kutafuta kina. Ukitafuta kina, tafuta kina, utamuona Mungu TAG. Sema amen. Sema tena amina. Watu wanasema mchungaji wangu hana upako, wachungaji wetu hawana upako. Nasema wewe ndio mwenye shida. Roho wa Bwana ameachiliwa kwa ajili ya kila mtu. Mwanamke unaweza kuwa na upako, mzee wa kanisa unaweza kuwa na upako, mwinjilisti unaweza kuwa na upako. Ni maamuzi yako. Tafuta kina. Sema amen. Sema amina. Wapendwa, kina kinatafutwa, kina kinachimbwa. Mwanamke unatafuta kina kwa kusoma Biblia, unatafuta kina kwa kuomba, unatafuta kina kwa kujitenga na ubaya na dhambi na uchafu na uovu. Nasema utakapofanya hayo, Mungu atashuka. Atashuka Mungu mzima. Na kuita jioni ya leo, tafuta kina. Yale magumu unayopitia kwa Mungu wetu yanawezekana. Yale wanadamu wameshindwa, kwa Mungu yanawezekana. Sema amen. Mimi niliambiwa siwezi kupata mtoto. Madaktari wa Muhimbili wameniandikia ripoti baada ya vipimo.
wakasema siwezi kupata mtoto. Lakini hiyo ni ripoti ya madaktari. Tunayo ripoti ya Mungu aliyefanya mbingu na nchi. Ripoti ya Mungu aliyefanya mbingu na nchi anasema, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna neno nisiloliweza. Tafuta kina. Unasema mume wangu huu ni mwaka wa 10 hajaokoka. Hujatafuta kina. Wewe tafuta kina. Uko pale unanena kwa lugha. Unanena kwa lugha, unaomba, unampokea bebi wako vizuri, unaongea naye vizuri. Yaani umeamua kupondeka, unaombea nguo zake, unaombea viatu vyake. Yaani unatafuta kina. Siku moja atakwambia nipeleke kwa mchungaji wako na mimi nikaokoke. Kuna mama mmoja mahali fulani. Huyo mama mume wake alikuwa ana tatizo la kutembea nje ya ndoa yake. Akaja akaniambia, mama mchungaji, nimeota ndoto mume wangu anatembea na mwanamke hajaokoka, na nimeota ndoto mume wangu ametembea na mwanamke mwenye HIV, na nimeiota hiyo ndoto mume wangu amezaa na yule mwanamke mwenye HIV. Akasema, mama mchungaji, nimeota hiyo ndoto ni ya ukweli. Nikamwambia tuombe. Tukaomba. Nikamwambia unajisikiaje? Akasema mimi nasikia amani. Mungu ameniambia mimi sitapata ukimwi. Ninasikia amani. Baada ya muda mume wake akaja. Mume wake alikuwa anafanya kazi mahali fulani. Baada ya muda mume wake akaja. Alipokuja nikamwambia nendeni mkapime. Wameenda kupima, baba mzima mama mzima. Kumbe ni kweli. Yule baba akatembea na mwanamke mwenye HIV. Kumbe ni kweli. Yule baba amezaa na mwanamke mwenye HIV. Mke wake alipomuuliza akamwambia mimi nimeota. Mwanaume yule akaruka futi 5, akasema hakuna kitu kama hicho. Tafuta kina mwanamke. Tafuta kina. Yule mwanamke akaendelea kuomba. Ikatokea mama yule akaota, akamwambia nimeota watoto wako wamekufa uliozaa na yule mwanamke. Na nimeota tena yule mwanamke amekufa. Akamwambia hamna kitu kama hicho. Kweli bwana, watoto wale akafa Doto, akaja akafa Kulwa, baadaye akaja akafa na mama yao. Yule baba akaenda kwa siri kupima, akajikuta mzima. Akaja akapiga magoti kwa mke wake. Akamwambia mama nani, natubu kwako. Natubu kabisa mama nani. Mimi nilitembea na mwanamke mwenye HIV. Na nilizaa naye mapacha kama ulivyoota. Doto kafa, baadaye Kulwa, baadaye mama yake. Lakini mimi nimeenda kupima mzima. Tena tukapime tena mke wangu. Wakapima mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, wazima. Yule baba hakuishia hapo. Akaendelea na tabia zake. Yule mama akasema, mama mchungaji, nimeota tena. Mume wangu anaendelea na hiyo tabia. Akasema nimeota mama mchungaji. Nikamwambia usipate shida. Nisikilize sasa. Safari hii tunaomba maombi ambayo kwenye Biblia hayapo. Tunaomba maombi ya kupaka mavi. Nikamwambia asubuhi akienda kazini mshike vizuri, mwambie Mungu mtangulie mume wangu, nenda naye kazini, mbariki, mfanikishe hivi na hivi. Mwisho mwambie na mpaka mavi, wanawake malaya wakimuona wasikie harufu. Nenda kwenye gari yake, paka mavi, kiti cha mbele paka mavi, viatu vyake paka mavi, mashati hivyo hivyo. Kwenye ulimwengu wa roho inakuwa. Usikimbilie kushika simu, haitakusaidia. Wewe ameweka tu umechukua. Unamlia rada tu anakoloma unachukua. Haitakusaidia. Mwambie simu ya jirani yako ya mume wako haitakusaidia. Mwambie achana na simu. Wewe tafuta kina. Bwana asifiwe. Unajua yule baba ameenda kazini, anamuita sekretari wake aje ampe chai. Sekretari kasimama mlangoni kama kule. Bosi unasemaje? Naomba chai, muda wa chai. Bosi nitakuletea. Anakuja anaweka chai, anakimbia. Wakati sio kawaida. Ilikuwa anakaa, anapiga story na bosi. Sasa anamkimbia bosi. Bosi anashinda peke yake, anafanya kazi akiwa peke yake. Hakuna mtu anakwenda kumsalimia. Akimaliza kazi anapanda gari peke yake. Hakuna anayeomba lifti. Yaani maombi yametiki. Tafuta kina. Sema amen. Hakuna kitu kizuri kama kutafuta kina. Wanawake wengi hawana kina katika Mungu. Makelele na magomvi nyumbani kwetu kwa sababu hamna kina.
Lakini ukiwa na kina, wewe una amani. Mungu anashughulikia mambo yako. Tafuta kina. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa Kariakoo tu hapo. Nimeenda Kariakoo kufanya shopping. Niko na binti yangu, namwambia nisindikize. Tumeenda na binti yangu Kariakoo. Mtaa wa Kongo, natafuta viatu. Kama unavyoona mimi dadake Zakayo mrefu kwenda chini. Watu wamejaa kwenye hilo duka zuri na vitu vizuri. Niko mlangoni huku naangalia kwa tabu. Muuza duka kule ameniona. Akasema, we mtumishi wa Mungu, njoo uchague viatu ukiwa umekaa. Jamani, Kibaha na Kariakoo wapi na wapi? Nikaenda kwenye kiti. Nikakaa kwenye kiti. Yaani watu wananipisha mtumishi wa Mungu dukani Kariakoo. Nikaenda nikakaa kwenye kiti. Halafu nikamwambia, samani baba, naomba uje. Kwani wewe umejuaje kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Akaniambia, sura yako inaonyesha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe sura yangu unavyoiangalia hivi inaonyesha kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Wewe kwa sababu umeokoka. Nikamuuliza, ni kweli mimi ni mtumishi wa Mungu? Kwani wewe unasali wapi? Akaniambia, mimi ni Mkatoliki mkarismatic. Wapi na wapi? Tukitafuta kina, mashetani yatajua kwamba sisi sio wa kawaida. Tafuta kina. Sema amina. Ili tuuguse na kufikia moyo wa Mungu, lazima tutafute kina. Siku nyingine natoka Upanga kwenye hospitali ya meno, nimetoka kumpeleka mwanangu. Tukachukua bajaji. Tunaingia tu kwenye bajaji. Yule mwenye bajaji akasema, mama, yani wewe ninavyokuona ni kama mtumishi wa Mungu vile. Kwani mama unakaa wapi? Nikamwambia nimemwambia tupeleke Mbezi. Nikamwambia mimi nakaa Kibaha. Ni kweli mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwani wewe nani? Akaniambia mimi naitwa, aliniambia sio Peter, kati ya Peter Ujioni. Nikamwambia kwani wewe unasali wapi? Akaniambia mimi ni Mwanglikana. Nikamwambia umejuaje? Akasema yani mama, nilivyokuona tu hivi nikajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Yani nikajisikia vizuri. Siku nyingine, muda sio mrefu, mwaka huu mwezi wa 3, kuna mahali nilikuwa naenda. Niko na mume wangu, nimetuna pale mbele ya gari hivi. Tumefika pale Magufuli stand. Wale wapiga debe wanamwambia mume wangu, dereva, mleta huyo mtumishi wa Mungu huku. Dereva, mleta mtumishi wa Mungu huku. Yaani, wewe acha tu. Tukitafuta kina, mashetani yatatujua kwamba sisi ni akina nani. Mwanamke, umebeba jina la Yesu. Wewe sio mtu wa kawaida. Tafuta kina. Hebu mpige jirani yako, mwambie tafuta kina. Jambo la mwisho kabisa, changamoto ya mwisho kabisa, kwa nini watu wengi wanawake hatufikii moyo wa Mungu? Ni kwa sababu tunaishi bila Roho Mtakatifu. Tunaishi bila Roho Mtakatifu. Hiyo ndio changamoto ya 3. 5:16 anasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kuenenda maana yake ni kuishi. Kwa hiyo wanawake wengi hatuishi na Roho Mtakatifu. Tunamtumia Roho Mtakatifu kunena kwa lugha tu. Tukishamaliza kunena, haya tunamchukua, tunamweka dalini. Hafu tunaishi wenyewe. Ukianza kunena tena unamchukua, unanena, ukimaliza unamrudisha dalini. Muulize jirani yako, hivi wewe Roho anafanyaga nini kwenye maisha yako? Roho Mtakatifu kazi yake kwenye maisha yetu sio tu kunena kwa lugha peke yake. Kunena kwa lugha ni ishara kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu. Kujazwa na Roho Mtakatifu ni zaidi ya kunena kwa lugha. Sema amen. Ukisoma kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 anasema, hata itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitawamiminia watu wangu roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto. Sura ya 2 mstari wa 17 Matendo ya Mitume anasema, hata itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitawamwagia watu wangu roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto. Nabii Yoeli anapotabiri anasema nitawamiminia. Unabii unapotimia kwenye Agano Jipya anasema nitawamwagia. Kuna tofauti ya kumimina na kumwagiwa. Sema amen. Sema tena amen. Nikichukua maji haya niliyokuwa nakunywa hapa, mama mchungaji wa kanisa hili utanisamehe sana.
Nikichukua haya maji nikisema ni yamimine chini. Kumimina ni tendo linalohitaji uangalifu. Bwana asifiwe. Linahitaji umakini. Kuna watu wamemiminiwa, wengine maji yamelowesha mbele, nyuma wakavu. Wengine masikio hayajapata maji. Ndio maana muongo, anapenda habari mbaya, anaangalia picha mbaya, lakini anena kwa lugha, maana kuna sehemu ya mwili wake haijapata. Kuna sehemu mkavu. Lakini maandiko yanaposema nitawamwagia, ningekuwa na ndoo ya maji ya lita 20, dada njoo. Una nguvu? Una nguvu Haya, mpe jirani yako peni yako. Ningekuwa na ndoo ya maji ya lita 20, nazungumza mwanamke anayegusa moyo wa Mungu. Usipoteze. Ningekuwa na ndoo ya maji ya lita 20, nikiachukua ile maji lita 20 nikamwagia huyu mwanamke, ninategemea huyu mwanamke ataloa chapa chapa. Na kusudi la ujazo wa Roho Mtakatifu ni sisi tuwe mashahidi wa Bwana Yesu. Kusudi la ujazo wa Roho Mtakatifu ni sisi kuwa mashuhuda wa Bwana Yesu. Kuanzia hapa tulipo, tunaelekea Uyahudi, tunakwenda Samaria, tunakwenda mpaka mwisho wa nchi. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu haogopi kusema habari za Yesu. Sema amen. Kwa hiyo huyu mdada nikimwagia maji ndoo lita 20, nina uhakika ataloa chapa chapa. Sema chapa chapa. Huyu mama aliyeloa chapa chapa akimkumbatia mume wake namna hii, na uhakika atamwachia maji, na yule mume ambaye hajaokoka atapata uwepo wa Mungu kupitia huyu mama aliyeloa chapa chapa. Huyu mama aliyeloa chapa chapa akimsalimia rafiki yake aliyemkavu, na uhakika yule rafiki yake ataloa chapa chapa. Lugha itabadilika, tabia itabadilika, mwenendo utabadilika. Sema amina. Huyu mama aliyeloa chapa chapa akimsalimia rafiki yake namna hii, na uhakika huyu rafiki atapata maji, hataondoka mkavu, mkono wake utapata maji. Huyu mama aliyeloa chapa chapa akikaa kwenye kiti, pale kwenye kiti chake ataacha maji. Akitembea hivi ataacha alama ya maji nyuma yake, maana ameloa chapa chapa. Mwanamke aliyejaa Roho Mtakatifu kiwango cha kumwagiwa, anaacha uwepo wa Mungu mahali popote anapokuwa. Jamani haleluya, jamani haleluya. Kwa majirani zake anaambukiza, kwenye familia yake anaambukiza, kwa mume wake anaambukiza, kwa watoto wake anaambukiza, kwa familia yake anaambukiza, mahali popote anaambukiza. Mtoto wangu akaniambia, huyu kijana wangu kwanza akasema, mama, ninatamani nipate mke kama wewe mama. Jamani amina. Nikajisikia vizuri kwamba kijana anatamani kuwa na maisha kama ya mama yake. Nikajisikia vizuri kuona kuna kitu mwanangu amejifunza kutoka kwangu, maana yake nimefanikiwa kuambukiza. Jamani amina. Mwanamke jaa Roho, uambukize mumeo, uambukize watoto wako, uambukize familia yako. Mwanamke wa moyo wa Mungu. Kuna wanawake mnaishi hapa, mnanena sana kwa lugha, lakini wachoyo mpaka mnanuka uchoyo. Hivi hujaonaga mtu ananuka uchoyo? Ngoja nikupe ushuhuda. Nilimpata binti wa kunisaidia kazi. Nimeenda kumpokea, nikakutana naye amevaa suruali na machata. Hapa yuko uchi, hapa jinsi kabisa la machata. Halafu amevaa t-shirt nyeupe na jinsi na shati la jinsi. Msela amenyoa nywele zote na huku nywele zote, hapa ametia dawa. Yaani hapa kama kijogoo ndo katia dawa. Halafu amevaa kepu, amegeuzia kwa nyuma na school bag yake mgongoni. Nikamwangalia, nikasema huyu hata begi simpokee. Nikaambia, wewe ndo mama mchungaji, conductor ananiuliza, nikamwambia ndio. Akasema mgeni wako huyu. Jibebe mwenye begi lake. Alafu nikasema mwe tunamalizana naye hapa stand. Kwa mwendo huu nikamuuliza, binti yangu ujambo? Akasema, mama sijambo, shikamoo, marahaba.
kwani wewe umeambiwa unaenda kufanya kazi kwa nani? Akasema kwa mchungaji. Nikamuuliza swali jingine, nikaambia wewe uliambiwa ni mchungaji wa kanisa gani? Akasema sikuambiwa. Nikaambia mimi ni mchungaji wa kanisa la TAG. Uko tayari kuacha muonekano huu? Akasema niko tayari. Nikaambia Mungu akubariki, twende. Tukaenda. Tumefika kwenye gari, tukaenda zetu nyumbani. Tumefika nyumbani, nikaambia mwanangu kaa. Huko ndo chooni, huko ndo jikoni, hapa ndo sebleni, hapa sijui ndo wapi. Nikampa maelekezo yote. Nikaambia jambo la pili, kusali ninakosali ni lazima. Kuokoka ni hiari yako. Nisikilize vizuri. Nikamwambia kusali ninakosali mimi ni lazima. Kuokoka ni hiari. Nikajua nitamtendea matendo mema, lazima atamkubali Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanawake hapa tukichinja kuku tunawapa wasichana vikanyagio. Kuku anachinja mwenyewe, ananyonyoa mwenyewe, unaishia kumpa vikanyagio, vishingo, ukijitahidi mgongo. Kweli sio kweli? Ungekuwa wewe ungejisikiaje? Ungemfurahia mama anayekupa mgongo? Mimi nikaamua, nikasema lile paja ambalo ndio sehemu yangu ya kula nampa binti yangu. Ile nyama nzuri nampa binti yangu. Nitampa mshahara kamili, lakini nitamnunulia na vigauni avae binti yangu apendeze. Nikafanya maamuzi hayo. Nataka nikwambie, nilikuwa nikikaa watu mama unasemaje? Mwanangu mimi nakohoa tu, sijakuita. Nikakataa maisha ya uchoyo. Yule binti akanipenda, akafurahia nyumbani. Siku moja niko kanisani na hubiri madhabahuni kama hivi Jumapili. Nikaita watu kuokoka. Yani titi for tati, binti amepiga magoti madhabahuni, analia, anamtaka Yesu wangu. Nikasema hii ndio yenyewe. Binti akampa Yesu maisha yake. Na akawa mpenda ibada. Akawa anampenda Mungu, anajifunza kwa bidii. Wangapi tumekaa nao majumbani kwetu wamepotea. Mungu atusaidie na kutusamehe. Tujae Roho Mtakatifu. Tukijaa Roho Mtakatifu tutafanya kazi ya umisheni. Tukijaa Roho Mtakatifu wanawake wengi watakuja kwa Yesu. Ndugu wa waume zetu wataokoka. Tutawapenda wakwe, tutawapenda mawifi, tutawapenda mashangazi, tutawapenda familia ya mume, utapenda na familia yako. Jaa Roho Mtakatifu.